Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sisi kuswali swala hii tulioswali hapa magharibi. Tunamuomba Allah magharibi ya leo iwe shahidi kwamba tunamwabudu Muumba, na iwe sababu ya sisi na wazazi wetu na waasisi wa Islamu katika kijiji hiki tusamehewe ya Rabbal Alamin, na kadhalika wafadhili wa msikiti huu. Waislamu watukufu, lamma khalaqa Allahu ta'ala al-ard, pindi Mwenyezi Mungu alipoumba ardhi, taharakat, ardhi iliyumba kama mtumbwi ndani ya bahari. Fakhalaqa Allahu ta'ala al-jibal, Mwenyezi Mungu akaumba milima. Fastaqarrat, ardhi ikatulia kama ilivyo. Fataajabatil malaika, malaika wakastaajabu, wakamuuliza Allah, ya Rabbana, ewe Mola wetu, katika viumbe vyako kuna kiumbe imara kabisa zaidi kuliko milima? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ndiyo, kigumu zaidi kuliko milima alhadid, ni chuma. Ndaenda kwa mukhtasar. Malaika wakamuuliza, basi tuambie kigumu zaidi kuliko chuma. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, annar, ni moto. Allahu akbar. Hivi vyuma vyote vinapata nembo na jina. Kwanza kila ripoti jikoni, ndo anatengeneza panga, shoka na kadhalika. Malaika wakamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, utambie kigumu zaidi kuliko moto. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kigumu kuliko moto, subhanallah, alma, ni maji. Moto hata ukivuma kiasi gani, maji yakija si lolote wala si chochote. Malaika wakamuuliza Allah, ewe Allah, tuambie kigumu zaidi kuliko maji. Faqala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, alhawa, ni upepo. Nenda ufukwe wa bahari, siku ambayo upepo unavuma utakuta mawimbi kulia kushoto. Kwa mfano, bahari inatengeneza hata bamvua laja nchi kavu. Baada ya upepo kuondoka, bamvua la rudi, bahari ya rudi kama ilivyokuwa. Allahu akbar. Wakamuuliza malaika, wakamuuliza Allah, tuambie kigumu zaidi kuliko upepo. Allah akasema, kigumu zaidi kuliko upepo ibni Adam, ni mwanadamu. Ona maajabu ya mwanadamu wa Islam. Nyumba kama hii yezuliwa kwa upepo, mti wenye kuwa na mizizi kwenda chini, tupilia mbali, lakini hautasikia kwamba upepo ulimtoa mtu mtaa huu na kumrusha mtaa huu. Kwa nini? Ni pale Mwenyezi Mungu aliposifu maumbile ya mwanadamu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bila shaka tulimuumba mwanadamu katika maumbile imara yaliyo bora zaidi. Allahu akbar. Malaika wakamuuliza Allah kwamba tuambie kigumu zaidi kuliko mwanadamu. Allah akasema, kigumu kuliko mwanadamu, Allahu akbar, an-naum, usingizi. Kule kusinzia, hata ukiwa na maguvu ya bwana Sukari wa Kilombero, wallahi utasinzia. Hata ukiwa raisi wa jamhuri utasinzia. Swali la mwisho, ewe Allah, tuambie kigumu kuliko usingizi. Akasema, sakaratul maut, ni kifo. Enyi Waislamu watukufu mliohudhuria hapa, turudi kwa Mola wetu, safari yatungojea. Tutaondoka katika mgongo huu, lakini aliyekuwa atakayekuwa bora zaidi kuliko wengine ni nani? Ni yule mwenye kusimamisha swala 5, ndo atakuwa mbora zaidi kuliko viumbe vyote.
Kumbe Waislamu watukufu, insha Allah tuingie ndani ya mada. Ndani ya mada yetu ya leo tutazungumzia ugumu na uzito wa mtu kuingia peponi. Hii pepo sio ya kusema tu insha Allah bwana nitaingia peponi insha Allah. Subhanallah, vitendo vyako. Nitatoa sababu hizi 3. Sababu namba 1, Adamu na Hawa kana fil janna, walikuwamo ndani ya pepo. Adamu na Hawa walikuwamo ndani ya pepo. Fa ukhrija min aljannati bidhanbin wahidin, wakatolewa ndani ya pepo kwa sababu ya kijidhambi hiki kimoja. Tokeni. Kaifa natamanna dukhulul jannati ma'a dhunubi kathira. Wewe na mimi kwanza tuko mbali na pepo. 2, tuna madhambi mengi. Allahu akbar. Kutokana na mila na desturi za baadhi ya watu, utakuta ni washirikina. Allahu akbar. Utakuta ni washirikina lakini wanajiita kwamba sisi ni Waislamu bwana. Ona kwa mfano Waislamu, nilipoanza kutoa mawaidha hapa nasikia kiganja kinawasha. Ni dalili ya nini Waislamu? Hili ni swali, naomba jibu. Kiganja kinawasha ni dalili ya nini? Umepiga ramli. Na kila mpiga ramli ni mshirikina, na kila mshirikina finari jahannam. Kiganja changu ni salama, nilikuwa nategeshea tu. Sasa ala kulli hali, kiganja kikiwasha bana nitapata hela, umeshapiga ramli. Ukitembea barabarani mdudu anakuja ghafla kinywani, unafanya hivyo, Allahu akbar, ni dalili ya kula nyama, umeshapiga ramli. Mwanangu, nenda bucha kanunue unachokitaka, basi utakula nyama. Lakini sio kwamba mdudu anakuja anaingia kinywani ghafla kisha unasema kwamba nitakula nyama. Ukitembea barabarani ukijikwaa kulia, kule niendako kuna nuksi, umeshapiga ramli. Sasa tukitaja milango ya shirki au milango za shirki, Allahu akbar, sisi wote tutakuwa ni pumba tupu, tutakuwa ni washirikina kutokana na mila na desturi ya baadhi ya watu. Sasa ndugu zanguni katika imani, turudi kwanza kwenye mada. Adam alikuwamo ndani ya pepo na Hawa wakatolewa ndani ya pepo kwa sababu ya kijidhambi hiki kimoja. Wewe na mimi kwanza tuko mbali na pepo, tuna madhambi mengi, dhulma ni sisi, shirki ni sisi, sijui yani kila aina ya dhambi tunayo. Kaifa natamanna dukhulul janna, vipi tunatamani kuingia peponi, mahala ambako alikotolewa Adam kwa sababu ya kijidhambi kimoja. Waislamu, uzito namba 1 nimeeleweka, lakini haya tunaingia katika uzito namba 2. Uzito namba 2 wa mtu kuingia peponi, Ibilisi lu'ina bisijdatin wahida. Ibilisi alilaaniwa kwa sababu alikataa kusujudu sijida moja, tena ya sunna. Ona maajabu. Magharibi ina rakaa 3, sijida 6 za faradha na amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ambaye hajaswali hapa ni kama anafuta sijida 6 za faradha na amri kutoka kwa Allah. Man huwa afdal? Kitabu kinauliza nani atakayekuwa mbora baina yako wewe na Ibilisi. Ibilisi amelaaniwa kwa sababu ya sijida moja ya sunna, na wewe unafuta sijida 6 za faradha na amri. Mbora atakuwa nani? Kitabu kikatoa jibu, mbora atakuwa Ibilisi. Lakini sisi macho makavu, Ibilisi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, anakuambia cha mtoto wewe, mimi nimelaaniwa kwa sababu ya sijida moja,
lakini moja kwa moja wewe haujaswali magharibi, sijida 6 za faradha na amri kutoka kwa Allah, mimi ndo nitakuwa mbora kuliko wewe. Kumbe Waislamu watukufu, tusimamishe swala 5. Allahu akbar, tusimamishe swala 5 Waislamu. Mwenyezi Mungu, kuna siri moja, Mwenyezi Mungu hakutuamrisha tuswali, ila alituamrisha tusimamishe swala. Tusimamishe swala 5 Waislamu ili tupate pepo, kwa sababu man qaraa suratul Fatiha 17 marra dakhala aljanna. Muislamu yeyote mwenye kusoma suratul Fatiha mara 17 usiku mchana, mara 17, malipo yake ni kuingia peponi. Maswahaba waliposikia, wengine wakaenda kwa kina mama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin waladhdallin 15, alhamdulillah waladhdallin 17. Rasuli, nimesoma mara 17, sio kwa stahili hii. Salati subuhi utaisoma mara ngapi? Mara 2. Adhuhuri mara ngapi? Mara 4. Jumla ni ngapi? 6. Wala asri utaisoma mara ngapi? Mara 4. Jumla ni ngapi? 10. Magharibi tumepiga ngapi hapa? 3. 13 hizo. Isha utaipiga mara 4. Jumla ni ngapi? Kumbe Waislamu tusimamishe swala 5 insha Allahu taala. Uzito namba 2. Twende uzito namba 3. Alyahudu wan nasara yaasuna Allah wa hum yalbasun. Mayahudi na manaswara wanamuasi Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wanavaa. Lakini wallahi muislamu mwenye kuwa na shahada ndani ya moyo, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, anamuasi Mwenyezi Mungu, anavua nguo zote na anahonga vile vibinti vyeupe, anahonga hela, anavua nguo zote, anafanya kitendo cha ajabu hapo. Man huwa afdal, mbora atakuwa nani? Kumbe mbora atakuwa ni huyu mwenye kufanya dhambi hali ya kuwa anavaa. Unaona Waislamu, wewe mwenye kuwa na shahada moyoni. Kwa nini shahada moyoni? Ni siri baina yako wewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata dokta akipiga operation katika moyo atakuta vitu hivi viwili, nyama na damu. Subhanallah. Kalimatu shahadatu la ilaha illa Allah hawezi kuiona ndani ya moyo wa mwanadamu. Ni siri baina yako wewe na Muumba jalla jalal. Lakini Waislamu matangazo yanapopita hapa, bwana tutoe sadaka, anatoa 500, 1000, 2000. Lakini kwa kuhonga vibinti vile vya ajabu ajabu, anachukua 25,000, 50,000, hata 100,000. Anavua nguo, anamuasi Mwenyezi Mungu bila nguo. Tutamwambia nini Maulana? Ndio yani tumesema nitatoa yani hali 3 ya uzito wa mtu kuingia wapi? Peponi. Tuingie kwanza kwenye kisa cha Nabiullahu Isa alayhi salatu wassalam. Dhata yauman, siku moja, Isa alayhi salam safara ma'al ghulam, alisafiri masafa marefu na kijana mdogo. Fahamalul haqiba, wakabeba kijibegi, ndani ya kile kijibegi chao wakaweka mkate wa akiba. Fadhahabu, wakaendelea na safari. Ona maajabu. Fastadhallu tahta shajar, wakapumzika hapo chini ya kivuli, chini ya mti. Isa akaenda pembeni. Alipoenda pembeni, unaona hawa ni watu wakubwa, tusiseme kwamba alienda kuchimba dawa, tuishie tu kwamba alienda wapi? Pembeni. Kijana akabaki peke yake na kijibegi. Fafataha alhaqiba, akafungua kijibegi, chukua mkate, tandika, akajifuta, ni bwana hili hapa. Fajaa Isa, Isa akaja akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, iftahil haqiba, fungua kijibegi chetu tupate kula mkate wetu.
kufungua hivi, la haula wala quwwata, hamna mkate. Fataajaba Isa akastaajabu, yani na akamuuliza kijana, manil ladhi akala khubz, ni nani alokula mkate? Kijana akasema, wallahi wa billahi, mimi sijala mkate mzee wangu. Fadhahabu, wakaendelea na safari. Kufika kwenye kijiji kama hiki, Isa akamwambia, umshike jogoo yule pale mkubwa kuliko wote, tumchinje, yani tumchome, tumle, tupate nguvu ya kuendelea na safari. Subhanallah, wakafanya hivyo, wakamla. Fajamaa al-idham, Isa akakusanya mifupa, chukua fimbo yake, kapiga mifupa. Allahu akbar, jogoo akarudi kama alivyokuwa. Subhanallah. Sasa Isa akamuuliza kijana, kwa kudra za Allah amemrudisha jogoo, ndiye huyo hapa. Manil ladhi akala khubz, ni nani alokula mkate? Kijana akasema, wallahi wa billahi, mimi sijala mkate. Wakaendelea na safari. Naenda kwa mukhtasar, mbuzi wakamchinja, wakamchoma, wakamla. Kusanya mifupa, chukua fimbo yake, kapiga hapo. Mbuzi wa watu akarudi, kondoo kadhalika akarudi. Lakini kijana, ni nani mwenye alikula nini, yani mkate wetu? Akasema, wallahi mimi sijala. Wakaendelea na safari. Ona maajabu, fastadhallu tahta shajar, wakapumzika tena kivulini hapo. Isa akaweka fimbo yake, kijana wake huyu hapa, begi lao hili, akaenda pembeni. Alipoenda pembeni, kijana akasimama, hii fimbo si nikimbie nayo mpaka Dar es Salaam, mpaka Mbeya, hata Iringa mjini, wallahi nitakuwa milionea. Kuku amerudi tena kama alivyokuwa. Mbuzi, fimbo, bwana mzee, tutaonana kwa kudra za Allah. Kakimbia, kijibegi hicho amekiacha hapo. Akaenda kufika kwenye kijiji kama hiki, akawakuta wana kijiji wote wanakaa, yani kwa mfano kwa huku kwetu kiwanjani. Kulikoni? Mwanamfalme huyu hapa anaumwa, atakaye mtibu wallahi atakuwa milionea. Ni kama vile huku kwetu mwana Samia huyu hapa anaumwa, atakaye mtibu, subhanallah, atapata mamilioni kwa mabilioni. Kijana akasema, mimi nitamtibu kwa dakika moja tu. Chukua fimbo, akampiga mwanamfalme. Kitoto cha watu badala ya kupona, kwa heri dunia. Allahu akbar. Kitoto cha watu kikafa. Sasa inakuwa kesi. Polisi, muwapi, mumshike, anampiga rungu mgonjwa mwanamfalme, na sisi tutamuua sasa hivi, mumweke msalabani. Wakamweka hapo. Subhanallah, utakufa ndani ya dakika 5. Fajaa Isa akaja, kijana wangu yu wapi? Kijibegi ndio hiki, fimbo yangu yu wapi? Nimeweka hapa fimbo jamani. Nyayo ndio hizi, kafuata nyayo, fuatilia. Kufika kwenye kile kijiji, akamkuta msalabani. Alipomkuta hapo msalabani, akawauliza waheshimiwa, huyu kafanya nini? Bwana, mganga fedhuli duniani, yeye ndiye namba 1. Ona, yeye anasema nitamponya mwanamfalme kwa kumpiga, yani fimbo moja tu, lakini kitoto cha watu kikafutika, kikafa. Ndio na sisi tunataka kumuua ndani ya dakika 5. Bihadha aswa. Isa akauliza, kwa fimbo hii? Ndio bwana, ni kwa fimbo hii. Akachukua hii fimbo, kampiga marehemu, kile kitoto, yani kimarehemu, kikafufuka. Kwa lugha nyingine, kamkomboa kijana wake. Wakaenda kufika barabarani hapo, kijana, ulitaka kufa, sema ukweli mwanangu, ni nani alokula mkate? Kijana akasema, wallahi wa billahi, mimi sijala mkate mzee wangu, sijala mkate. Wakaendelea na safari. Walipoendelea kufika sasa njia panda, Allahu akbar, barabara kulia, barabara kushoto. Isa akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, ijma'i turabi 3 tabaqatin, kusanya mchanga mafungu haya 3.
akachukua fimbo yake, piga fungu la kwanza dhahabu, la pili dhahabu, la tatu dhahabu. Kijana, ili la kwanza ni la kwako wewe, la pili langu mie, ili la tatu tuliache hapa hapa, aliyekula mkate naye atafaidika. Kijana akasema, mzee wangu sikupeleke mbali, ni mimi ndo nilikula mkate, ina maana ili fungu litakuwa langu mie. Hiki kisa kinazungumzia tamaa ya dunia. Kumbe dunia ni mapito, ndugu zanguni. Isa akamwambia kijana, nimeshangaza, miujiza yote hii nimeifanya hapa, haujapata darasa, lakini kwa ajili ya dhahabu ndio unasema ukweli. Achukua vyote vitatu. Sasa hapa ni njia panda, mimi naenda hivi na wewe naenda hivi. Ona maajabu. Alipoenda mita 100 tu, majambazi wawili, wewe unabeba nini? Fungua hapo kuangalia hivi dhahabu. Baada ya wao kuangalia ni dhahabu, yeye akawaambia, wazee wangu, naomba kama mna chakula cha akiba mnipe, nipate kutumia, sijala chochote. Na sisi hatuna bwana, toka jana hatujala. Basi mnipe ngamia nikimbie hapo kijijini nikanunue chakula. Ngamia akaenda huko akanunua sahani hizi 3. Kwa mfano huku kwetu pilau sahani 3. Ona maajabu. Chukua sumu kaweka sahani ya kwanza, sumu kaweka sahani ya pili, sumu kaweka sahani ya 3. Akarudi. Alipofika tu wakamtandika rungu, mawe, nini, akafa, ili wapate kurithi nini? Dhahabu. Wakasema, hivi hiki kibwana kinakufa, sisi tule kwanza chakula ndio tugawe. Kula hivi mna sumu. Na wao wakaenda akhera. Sasa dunia, ndugu zanguni, nini maana ya kisa hiki? Nyinyi ni wanakijiji hapa, moja kwa moja, wakati mnapoangalia na kuona makaburi, je, unadhani wale hawakuwa kama sisi? Zingatio gani ambalo umeliweka katika ubongo wako? Wangapi waliotangulia? Unashindwa kumwabudu Allah, uko tu kwenye tamaa ya dunia. Kumbe dunia ni mapito, ndugu zanguni katika imani. Insha Allah, kwa siku ya leo tunaishia hapa. Kesho nitakuwa na mawaidha namna maswahaba walivyoishi katika dunia. Je, wewe na mimi tunaishi kama maswahaba? Kumbe na kuombeni sana ndugu zanguni, njooni tusikilize mawaidha haya kwa kudra za Allah. Tutakuwa wote kesho insha Allah. Aiwa, ndio uje usikilize namna maswahaba walivyoishi katika dunia. Je, wewe unaishi hivyo? Na wao walibashiriwa pepo, na ukifanya vitendo vyao na wewe utabashiriwa pepo insha Allah. Insha Allah, mashekhe, kwa kudra za Allah naishia hapa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ilahana kaifa nad'uka wa nahnu wa kaifa naqta'u raja'ana minka wa anta ya kabiru fawqa kulli kabir, ya sami'u ya basir, ya man la sharika lahu wa la wazir, ya khaliqu shams wal qamaru al munir, ya mughithu man kana bika mustaghitha wa mustajira, ya jabir azmul kasir, ya qami' kull jabbarin anid. Nas'aluka bihaqqi hadhihi al-asma' 8 al-maktubah ala qarni ash-shams an taghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka anta raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.